kuimba wimbo wa chama, alafu tasikiliza sheria za chama pamoja na ahadi. Basi wavumbuzi karibuni, lakini pia wazazi tutaungana pamoja na watoto wetu kwa ajili ya kuimba wimbo wa chama cha wavumbuzi. Wavumbuzi, ahadi. Wakuwae sana nipenda tutakana mema kila wakati. Ahadi. Wakuwae sana nipenda tutakana mema kila wakati. Wavumbuzi, sheria. Kwa mtii, kwa safi, kwa kweli, kwa mwema, kwa heshima, kwa uangalifu, kwa msaada, kwa wafikiria wengine, kwa na kicho mbele za Mungu. Wavumbuzi, sheria. Kwa mtii, kwa safi, kwa kweli, kwa mwema, kwa heshima, kwa uangalifu, kwa kufikiria wengine, kwa na furaha, kwa kutoa msaada, kwa na kicho mbele za Mungu. Basi wazazi tutasimama tuweze kuimba wimbo wa chama cha wavumbuzi. Tunaweza kuketi. Washiriki mnasemaje? Amina. Washiriki mnasemaje? Amina. Huenda hauelewi chama cha wavumbuzi ni chama gani. Basi kwa muda huu tutakaribisha Masagaji Kajojo atuelezee kwa ufupi wavumbuzi ni chama gani na kina kusudi gani ndani ya kanisa. Mwalimu Kajojo, karibu. Maranatha. Siku ya leo tutaenda kuongelea chama cha wavumbuzi. Chama cha wavumbuzi ni nini? Kwa nini kipo? Kilianzishwa kwa ajili gani? Na kwa nini mpaka leo hii kinadumu kanisani? Awali ya yote, kabla hakijaitwa chama cha wavumbuzi, kilikuwa kinaitwa Pre-JMV. Sasa ukisema Pre-JMV, maana yake kuna neno linaitwa tena JMV. JMV ni Junior Missionary Volunteers. Maneno ya Kiingereza. Junior Missionary Volunteers. Ilikuwa inamaanisha wamishonari wadogo wenye kujitolea. Kipindi baada ya tukio kubwa la kukatishwa tamaa lililotokea, ambapo watu walizani mwaka 1844 ya kwamba Yesu angeweza kurudi. Watu wakauza manyumba, wakauza magari, walikuwa washiriki
50 tu, wote walipotea kwa sababu Yesu hakuweza kurudi. Haya yote yalisababishwa na mtu mmoja aliyekuwa anaitwa William Miller, kupitia kampeni yake ambayo alikuwa anahamasisha kwamba Yesu angerudi mwaka 1822. Sasa kile kikundi kidogo cha watu waliobaki ambao waliendelea kuyatafsiri maandiko kilikuwa na familia. Zile familia zilikuwa na vijana wao wadogo. Mmoja aliitwa Luther Warren. Huyu bwana Luther Warren ni mmoja wa vijana alikuwa na wakapeleka habari za ujumbe wa matumaini. Ndipo kilipoanza chama cha Junior Missionary Volunteer ambacho JMV kwa sasa hivi kinaitwa watafuta njia, Pathfinders. Kwa hiyo baada ya kipindi hicho wametembea hawa vijana, lengo na kusudi lilikuwa ni kwenda kusambaza habari za marejeo ya Yesu mara ya pili. Tunatambua Yesu anarudi mara ya pili. Kumbe kusudi la hiki chama lilikuwa ni kuwahubiria watu na kuwapelekea habari za marejeo ya Yesu kurudi, na sio kuja kanisani kupiga story, kuonyesha gwaride na kuja Jumapili kupiga gwaride. Zumuni kubwa la vyama hivi ni kusambaza marejeo ya Yesu mara ya pili. Ilipofika mwaka 1939 General Conference walikitambua chama cha Pre-JMV kama chama cha kanisa chenye lengo ya kupeleka habari njema. Na ilipofika mwaka 1986 ndipo chama hiki kikaanza kama chama cha wavumbuzi, kikatambulika kama Adventurers Club, ndio ambacho mpaka leo hii tunafunga miaka 36 kikijulikana kwa jina la chama cha wavumbuzi. Sasa kwa nini kiwepo chama cha wavumbuzi? Chama cha wavumbuzi kiliwepo kwa ajili ya kuhamasisha malezi kati uhusiano wa mtoto mzazi kumpeleka kwa nani? Kwa Mungu. Ukiangalia nembo yao utaona kuna vitu vitatu. Kuna mzazi wa kiume, kuna mzazi wa kike wamemshika mtoto. Mbele yao wanaelekea eneo ambalo lina msalaba, lakini huku pembezoni kuna viumbe vya asili. Kumbe lengo letu sisi ni uhusiano kati yetu sisi na wazazi, ili mtoto aweze kumjua nani? Yesu. 70% ya mwongozo wa chama cha wavumbuzi unahitaji mzazi ashiriki, lakini imekuwa ngumu kwa familia za sasa hivi. Hiyo tumetelekezewa walimu. Kuna vitu vingine unampa bwana mzazi mkaririshe fungu huyu mtoto. Akifika nyumbani mtoto hajakariri, analetwa kanisani, inabidi uanze kumzimisha moto. Kwa hiyo moja ya zumuni ni kwamba ni kukuza mahusiano kati ya wazazi na watoto kwa ajili ya safari ya mbinguni. Jambo la pili ni kufanya utume. Kuna miradi ambayo kama idara imeandaa kwa ajili ya kufanya utume. Mmoja ya mradi ambao unaendelea sasa hivi unaitwa Caleb Mission na mwingine unaitwa Elia Mission. Caleb Mission ni utume ambao hao watoto wakiwa likizo wanaenda mahali wanafanya utume. Sasa wanafanyaje utume? Aidha kwa kugawa machapisho, aidha kwa kuendesha mahubiri mafupi. Hiyo ni mradi wa kwanza. Mradi wa pili ni mradi wa Elia. Huu ni mradi ambao unahitaji ya kwamba kwa mfano mwaka huu ni 2025. Tunasema mwakani tunahitaji Swaya wabadiliki. Kwa hiyo tunafanyaje? Tunaanza tukio la matendo ya huruma mwaka 2025. Si tunahitaji mpango mkakati wetu ni Swaya, tunaenda Swaya. Tukitaka kufanya jambo lolote lile katika idara ambalo litatuhusisha sisi na jamii, tunaenda kulifanyia wapi? Swaya. Sasa hiyo ni baadhi ya miradi ambayo kama idara inaiongoza kwa ajili ya utume, lakini kwa baadhi ya makanisa yetu huku nyanda za juu kusini tumekuwa tunashindwa kushiriki. Kwa hiyo chama hiki lengo lake ni kufanya kazi ya utume. Lakini sasa unaweza kusema sawa, kufanya kazi ya utume. Hiki chama kinaongozwa
inaongozwa na sera kuu 4. Sera ya kwanza ni sare. Jamani, sare. Katika changamoto ambayo kwa miaka mingi imekuwa ikisumbua kanisa kwa upande wa watoto ni sare. Baadhi ya makanisa wameshaelimika, wanakuta watoto wao wana sare safi zimenyoka. Sisi kwetu ukija mmoja shati jeupe, shati limeandikwa shule ya msingi Kilimahewa, ukigeuka mwingine skafu kavaa ya adventure mwaka 2008 ambayo mimi nilikuwepo huko, mwingine kavaa shati. Kwa hiyo changamoto moja ya msingi unaoendesha, hatuwezi tukatoka na watoto hapa tukasema tunaenda kugawa vijizure stendi kama tuko kwenye sare. Wanaanza kuona kama hawa watoto ni hakina nani, ila kwa muonekano huu ambao unavaa unanitambulisha. Hebu niwapeni ushuhuda mmoja. Siku moja tulikuwa ni master guide, tunatoka kambi moja tunarudi. Ni kambi limefanyika mwaka huu Tambole. Sasa siku hiyo tulivaa kuna sare inaitwa field uniform. Sasa ile field uniform ukiangalia kwa jicho la tatu inakuwa inaendana na sare za usalama wa taifa. Tukawa tumepanda, mimi nilikuwa narudi shuleni kwenye mtihani, wenzangu tuko nao wanarudi kwenye shughuli, wanatakiwa wakaripoti. Kule kambi linaendelea. Ilikuwa ni nyakati za usiku. Sasa yule dereva alikimbia sana. Sisi tumevaa sare zetu vizuri, tunaenda nyumbani. Bwana tukapigwa mkono, simama. Bwana yule mtu ametusimamisha, trafiki na hisi moyoni akasema, hiki chakula changu cha siku ya leo. Washa taa afoka. Bwana dereva baada ya kuwasha taa, akaona watu wote kule ndani tumevaa zile sare. Askari kabili saluti, mheshimiwa samahani, wai. Tukafanyaje? Tukaruhusiwa. Kwa hiyo hii uniform sio kwamba tu inatutambulisha sisi ni wakina nani, na kila tunachovaa sio mapambo, hii ni taaluma. Yaani hiki tunachovaa, ukimwona mwalimu Masisi kavaa skafu tofauti na Tilo, manake ana taaluma kubwa ambayo ameisomea ndani ya kanisa zaidi ya mwingine. Kwa hiyo jambo la msingi jamani, tuzingatie watoto sana. Inafika mahali mtoto anapotea lakini akaonekana anasema huyu Mwadventista Msabato. Msingi wa pili ni bima. Kila tunaposafiri lazima tuwe tuna bima kwa ajili ya safari ya watoto. Pete leo tunatoka hapa tunaenda Mbalizi, nikatupata jambo lolote lazima nifungwe. Mwalimu lazima afungwe. Mnampa madam mazingira magumu. Kwa hiyo kama kanisa ni jukumu la kanisa kukata bima ya mwaka mzima kwa ajili ya hawa watoto, kwa sababu shughuli nyingi wanafanya ni za mazingira ya nje. Wanaenda Swaya, hatuombei mabaya, lakini conference ina bima ambayo akipata matatizo akienda kule mtoto atahudumiwa, atagharamiwa bure mwaka mzima. Na jambo la tatu kabisa ni fedha. Sera ya fedha. Unaweza mkasema sera ya fedha kivipi? Ili chama kiweze kujiendesha kinahitaji kiwe na fedha. Leo hii watoto wanajifunza kuhusu wanyama. Siku moja nilisikia anaongea Bwana Ramzi, watoto wanahitaji vitendea kazi. Tunawafundisha watoto kuhusu wanyama, anatakiwa atoke akaende kuona wanyama. Unamfundisha mtoto kuhusu jangwa, hauna hata picha ya jangwa. Kwa hiyo mambo yote hayo yangeweza kwenda endapo sera yetu ya kifedha ndani ya kanisa ingekuwa imesimamiwa vizuri. Lakini juu ya mambo yote chama hiki kiliwekwa mahususi kwa ajili ya malezi ya umri wa miaka 4 mpaka 9. Mungu awabariki. Hiyo ndio historia fupi na kukifahamu vizuri kiufupi chama cha wavumbuzi. Mungu awabariki. Bwana mwema na wakati wote. Unasemaje? Ukitaka kujua zaidi karibu idara ya vijana. Labda mimi nikazia hapo kwenye sare. Jamani, Jumamosi inayofuata pia ni siku ya idara ya watoto ya Bwana Usu kuwaombea watoto ambao wanaishi katika mazingira magumu. Kwa wazazi tunajitahidi. Leo hiyo ni sare ya idara ya vijana kwa upande adventure. Basi Jumamosi pia tu wavalisha watoto wetu sare ya idara ya watoto
nafikiri inafahamika. Kama na changamoto unaweza kutuona si walimu tukakuelezea vizuri hiyo sala ambayo inapaswa kuvaliwa siku ya Jumamosi. Sasa tunaendelea na programu zetu za siku ya leo. Ukitafakari maisha ya mwanadamu ni maisha ambayo yamejaa vitu vingi, mambo mazuri na mambo mabaya. Mbele yetu kuna kielelezo ambacho mtoto anaonyesha namna maisha ya mwanadamu yalivyo anapokuwa anatenda dhambi. Lakini je, akimpokea Yesu hao maisha yake yatakuwaje? Kwa hiyo tunasikiliza maneno huku tunatazama kielelezo ambacho kitakuwa kinaonyeshwa na adventure hapo mmoja, huku tukijiandaa kwa ajili ya kielelezo namba 2. Haya ni maisha ya mwanadamu. Mwanadamu anapokuwa tena dhambi, maisha yake yanakuwa machafu kama maji hayo tunayaona kupitia hicho kielelezo. Lakini huyu mwanadamu anapompokea Yesu Kristo katika maisha yake, Yesu anayasafisha maisha yake na kuyafanya kuwa safi kama tunavyoona haya maji yalivyosafika. Ni kupitia tu kwa damu ya Yesu Kristo mwanadamu anaweza kuwa safi. Sisi kama wazazi, sisi kama walimu, sisi kama watoto, ni kweli tunatenda dhambi, lakini ili dhambi zetu ziwe safi ni lazima tumwalike Yesu Kristo atusafishe kupitia kwa damu yake iliyomwagika msalabani. Mungu awabariki. Hicho ni kielelezo baada ya kumpokea Yesu Kristo. Kuna kielelezo namba 2 pia tukizingatie, kinahusu panda mbegu katika mashamba au maeneo tofauti. Kwa umakini tutulie na tuweze kusikiliza hicho kielelezo namba 2. Kuna kitu cha kujifunza.
Kila mtu alisikiapo neno la ufalme asielewe, nalo kujua yule mwovu akalinyakua lililopandwa moyoni mwake. Huyo ndiye aliyepanda karibu na njia. Kwa zile mbegu zilizoanguka hapo karibu na njia ni yule mtu ambaye amelisikia neno la Mungu lakini hakulifanyia kazi. Kwa hiyo Mungu akalifanya nini? Akaja kulichukua. Lakini mstari wa 20 anasema naye aliyepandwa penye miiba, huyo ndiye alisikia neno la Mungu, alipokea mara kwa furaha. Kwa aliyepanda kwenye miiba alisikia neno la Mungu na alipokea kwa furaha. Naye aliyepanda penye udongo mzuri, huyo ndiye alisikia neno la Mungu na kuelewa nalo. Yeye ndiye azae matunda, huyo 100 na huyu 60 na huyo 30. Mstari wa 24 akatoa mfano mwingine akasema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu apandaye mbegu njema katika konde lake. Lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa, yakaonekana magugu. Bwana ni mwema na wakati wote. Kwa hiyo kila mtu anapaswa kuangalia ni sehemu gani ambayo anapaswa kuipanda. Kwa kila mtu atachagua yeye mwenyewe, lakini Mungu ametupa njia moja ambayo tunatakiwa kuifuata, ambayo ni kwenye udongo mzuri ambao tutapanda kwa ajili ya kufanya nini? Kulisi ufalme wa Mungu. Basi huu ndio mwisho kwa ufupi. Mungu awabariki. Watu wa Mungu, Maranatha. Leo wanabaraza wote wanahitajika katika chumba ofisi ya wazee. Leo ni miaka 36. Mnajua kila mwaka tunapofanya sherehe ya lazima kuwe na kitu special. Lakini siku ya leo tukaona kwa sababu ni miaka 36 tuna kitu kidogo kizuri tumekiandaa. Kwa hiyo wana matengenezo, mtatusamehe. Lakini kwa wakati huu ningependa kuwakaribisha walimu wa watoto wote, walimu wa watoto wote. Tutapata wimbo. Baada ya kupata wimbo, hicho kitu kitakuja. Kwa hiyo jamani, kwa kuwa leo ni sherehe, watoto tunasherehekea, nilitamani tushiriki kanisa zima. Wangapi wanatamani wakiona hicho kitu special? Wangapi hawatamani? Wakati mazingira yanazidi kuwekwa sawa, naona walimu ni wajumbe wa baraza. Haya, adventure wote tupite tuimbe. Sasa hivi kuna kitu kizuri kina Furaha
Kwa wakati huu ningependa nimkaribishe mkurugenzi wa chama cha wavumbuzi katika kanisa la Waadventista wa Sabato Nzovwe atuletee kitu kidogo ambacho kiliandaliwa katika siku ya leo. Kata keki tule. Bwana Yesu asifiwe. Maranatha. Tukasema jamani, kweli tushindwe hata unga wa ngano, lakini Mungu akawa ni mwaminifu. Siku ya leo tutaenda kukata keki, lakini hii keki ambayo tutaenda kukata ni kwa ajili ya watoto hawa. Tunaenda kufurahia miaka 36 ya chama cha wavumbuzi, yaani miaka 36 ya utume wa watoto wadogo. Kwa hiyo kwa wakati huu tusiwe na mambo mengi. Siku ya leo kidogo tulipata bahati, tuko na mshiriki wetu wa zamani ndugu Robin Masisi SYL. Jamani, SYL senior youth leader, kwa wakati huu ataenda kututolea hiyo keki kwa ajili ya sisi kwenda na utaratibu utatangazwa kama ifuatavyo. Tunaomba mtutolee hiyo keki. Wazazi, hebu tuimbe kidogo, ngoja tutoe na mic. Kata keki tule. Anaenda kutukatia keki. Anaenda kutukatia keki. Baada ya kutukatia keki, tutatamani sasa tunaomba mzazi au mtu mzima yoyote ambaye alishawahi pita katika chama cha wavumbuzi, anakumbuka wimbo aliyepita chama cha wavumbuzi kwanza. Mtu yoyote kama umewahi pita chama cha wavumbuzi, tunaomba utupungie mkono. Watu wazima, jamani, wote tuliongolewa. Mtu yoyote, natangaza ofa kwa mara ya kwanza, aliyewahi pita chama cha wavumbuzi. Watumishi, halo. Blaza pale nyuma, umeshawahi pita chama cha wavumbuzi? Jamani. Tunakuomba mbele. Sasa kwa kuwa ulishawahi pita chama cha wavumbuzi, tuna ofa yako siku ya leo. Jamani, Mama Clarissa alipita chama cha wavumbuzi. Sasa siku ya leo tunaomba, tulikuwa tunafikiria ni nani ataanza kula keki. Tukaona aanze kula mvumbuzi wa zamani. Yaani kama wewe ushapita wavumbuzi, lakini kwa sharti moja. Sharti letu ni moja, tunaomba tuimbie wimbo ambao unakumbuka mlikuwa mnaimba kipindi ni wavumbuzi. Karibu. Hapana, tunataka mwingine. Au wimbo huo. Imba sisi
Sisi wavumbuzi, nyumbani shambani, sisi wavumbuzi. Naam, kweli ya kale ni dhahabu. Usiondoke, mtu mwingine. Kuna zawadi yake mwingine pia, usiondoke. Mtu mwingine ambaye ashapita hata PFC anayekumbuka. Jamani, sisi wote tuliongolewa. Wote tulikutana na dini njiani. Sasa kwa wakati huu ningependa mkurugenzi, naomba uanze kumlisha adventure wa zamani. Hapa tunaye adventure wa zamani kuliko wote. Umlishe keki. Baada ya hapo tutatamani kama mzazi una mtoto wako yuko hapa, tunaomba unaenda unamchukua unasimama naye hapa. Kuna kitu tunataka tufanye. Tunaomba upite. Mama usiondoke, kuna wasaa wako wa keki. Mkurugenzi. Adventure wetu wa zamani. Nilitamani angeweza kutuambia ni kitu gani, ni changamoto gani walizikuta wakiwa zamani. Sasa kwa wakati huu naomba kama una mtoto wako ni mvumbuzi yuko pale mbele, naomba kumchukua. Nyinyi watoto hamna wazazi? Jamani watoto hata kama ni mlezi mzazi unamchukua. Kila mtoto akamchukue mzazi wake yoyote. Kama mama hayuko chukua yoyote huyo. Usiwachukue PF. Chukua mzazi. Yaani wewe unayemwona huyo. Hata kama kameramani utamchukua huyo. Kachukue mzazi yoyote. Nenda adventure. Kila mtoto awe na mzazi wake mwenyewe. Chukua. Wanambeni unaondoka na mtoto. Naomba kila mtu achukue mtoto. Kila mtu unakuja unasimama naye mbele. Chukua yoyote, usimwonee aibu. Mvute. Bora unamkwepa mama. Jamani wazazi vijana msiangalie jicho. Ukiona hata kama wewe Nuru Chaula, chukua mzazi yoyote. Chukua mtu yoyote, mtu mzima yoyote. Chukua mtu mzima yoyote, umshike mkono. Chukua mtu mzima yoyote. Tunapanga mstari, tusogea. Unamchukua yoyote. Nisione alivutiana na mzazi. Wewe Adonai Chaula, kachukua mzazi yoyote. Levina, kachukua mzazi. Kimbia. Hadi mimi mwalimu wanichukui kwani hawatoka. Sawa. Ukishamchukua huyo mtu, wewe kama kijana bado hujaoa, umeanza majukumu ya uzazi ya kuwa mzazi mapema. Sasa kwa huyo mtoto ulionaye, mtoto mmoja, mzazi mmoja. Kimbia. Wakati tunamsubiria Gamaliel. Wewe brilliant, mwache kwa mzazi wake, utafuta mzazi mwingine. Mchukue teule. Hata wawili nimekupendelea, chukua wawili. Nani mwingine? Zilpa, chukua mzazi yoyote. Si washiriki hatuonekana. Aje, nani ana mzazi? Adonai. Amekataa. Gama, mchukue. Mchukue mama huyo aliyekaa kwenye kiti. Huyo ndio nani? Na mimi ninaye huyo hapa. Au kachukua mwingine? Huyo hapa. Kachukua na weka mchafu. Kimbia. Tunataka kufanya jambo la ukumbusho. Kimbia. Bless. Njoo basi utakuwa wa kwanza kutoka. Mwingine. Sasa tukio ambalo tutaenda kufanya, kwa sababu ya hapa kanisani mara nyingi kumekuwa hakuna undugu. Hakikisha mtoto uliyembeba badilishana na mwenzako. Kama ni wako wako mpe mwenzako. Kama sio wako, nataka usio na mtoto wako, wewe mpe mwenzako, uchukue mwenzako.
tubadilishane. Sasa hivi ndivyo tunavyochukuliana mizigo na kuitimiza sheria ya Kristo. Sasa utaratibu utakao kama ifuatavyo. Mama utaanza, utakuja hapa, utamlisha huyu mtoto keki na wewe atakulisha keki. Utaenda kukaa. Utaenda kusimama hapo hapo, anza. Njoo sogea. Sisi ambao hatujaitwa bwana. Mlishe. Aje mzazi mwingine, tunakuja hivi kimstari. Kimstari hivi. Unamlisha kijana na yeye anakulisha. Nawe mlishe mzee, chakula kwa kikuu. God
tukuze mahusiano kati yetu. Lakini huu ndio mwisho, lakini tunapoenda kuhitimisha, nimkaribishe kiongozi mwandamizi Robin Masisi, ana machache ya kuongea. Baada ya hapo atatupatia ombi, na huo utakuwa ndio mwisho wa programu yetu ya uvumbuzi mwaka 2025 iliyokuwa na kichwa kinachosema safiri kwa imani. Kiongozi, karibu. Bwana ni mwema. Bwana ni mwema. Na wakati wote. Ngapi umefurahi tukio la leo? Bila shaka kila mmoja basi. Na ni wakati mzuri huu kuwepo miguuni mwa Bwana, na mimi nafurahi sana leo kuwa pamoja nanyi. Na leo pia ni siku maalum sana kwa ajili ya watu wetu wa uvumbuzi. Leo wetu wa uvumbuzi hawa na ni wachama wa klabu ya wavumbuzi hawa Adventures. Kwa hiyo nimesimama mbele yenu hapa kwa mambo mawili, kuongea na wanazoe kuhusiana na wavumbuzi. Na tunafahamu kwamba klabu au chama ndani ya kanisa chochote kile, ila wavumbuzi, watafuta njia, mabalozi ama vijana wakubwa na viongozi wao pia, jambo kubwa ambalo linaonyesha na linawatambua kwamba wao ni wanachama ni sare. Sio jamani? Ndio. Je, kuna mwanafunzi ambaye hana sare? Hebu naomba nione mikono kama kuna mwanafunzi ambaye hana sare. Sasa kuna mwanafunzi hana sare, nyosha mkono. Yaani mwanafunzi anaenda shuleni hana sare. Asante. Kwa hiyo watu wetu hawa ni wanafunzi na hivyo wanahitaji nini? Sare. Ukiwaona watu wachache sana wenye sare. Unaona walimu, lakini inatakiwa mwalimu anavaa na ndiye mwanafunzi akafanyaje? Avae hivyo hivyo. Na ni jambo la changamoto kwa kanisa letu kwa miaka kadhaa hivi, kuna kwamba tunakosa nini? Sare kwa nini? Kwa watoto wetu. Yaani ni ndio sana kukuta watoto nini? Wana sare hiyo kamili. Hata mtu mmoja kukuta na sare kamili ni changamoto. Kwa hiyo jambo kubwa na muhimu sana linalomtambulisha mtu ni sare. Hivyo basi ningependa nitoe wito ama nitoe nini? Nitoe mwamsho kwa wazazi kuambia watoto wao sare. Na mimi hapa kila mtu hapa leo hapa nikisimamisha mzazi lazima mzazi akafanyaje? Apendeze. Si ndio? Kwa hiyo basi kuwajali watoto wetu kwenye nini? Kwenye sare. Tunajua ndio changamoto za hapa na pale, lakini ni jambo jema zaidi kumjali mtoto kwenye nini? Kwenye sare, maana itamuongezea motisha. Itamuongezea nini? Motisha ya kuweza kupigana ni Mungu kwa uaminifu zaidi, kwa sababu anapoona wenzia wamependeza, basi anafanyaje? Anapata ile nini? Hamasa au morale. Anapata hamasa au nini? Au morale. Na ndio maana ukuta mtoto anakuwa na furaha na mwenye amani nini? Muda wote, kwa sababu amevaa nini? Sare. Kavaa sare. Kwa hiyo sare ni kubwa sana, na kitu kimoja tu ambacho kina mtambulisha au kinamuonyesha mtu kwamba nini? Ni mwanachama au ni mtu wa sehemu fulani. Kama mimi nilivyovaa hivi, nikipita mtaani huko watu wapate nini? Shida kwa kwamba huyu ni nani? Huyu ni mwanachama wa chama fulani. Hivyo hali kadhalika pia kwa mtu akivaa sare inafanya inaonyesha kwamba ni nani? Yeye mwanachama wa klabu husika. Sio tu adventure, hata wanafuatia pia kama tuna watu wetu hawana sare, basi kufanya nini? Kufanya jambo kama hilo, watafutia sare. Lakini pia nimelisikia kwamba wiki ijayo pia kuna kio pia watoto hapa, na bila shaka tuna sare zetu. Tuna sare zetu za idara ya watoto. Nafikiri tunaifahamu jamani, sio? Kuna mtu ambaye hafahamu sare ya idara ya watoto? Inafahamika. Kwa hiyo nisisitize pia au niombe nitoe wito kwa wazazi pia kuwashauri kumiliki sare, maana sare ni muhimu sana. Sare ni muhimu sana sana sana. Akiwa ndani ya sare mtu anakuwa ni mwenye furaha, mwenye amani, lakini pia mwenye kuchangamka. Kwa hiyo anachangamka. Sio
wa kwangu mmoja kweli hajavaa sare. Hivyo mimi nataka niseme kwamba watoto hao watoto nini? Watoto wako. Kwa hiyo naomba tushirikiane. Kama kuna changamoto yoyote basi nafikiri tutaona viongozi ili tujue jinsi gani tunatatua nini changamoto hizo. Alimradi tu asiachwe mtu. Ili kama kuna mtu ana changamoto ya kiuchumi basi aweze kuona viongozi kujua namna gani kufanya na kuweza kusaidia. Mimi nafurahi sana kuona tunafanikisha na kuvalisha watoto vizuri au kuwapa sare zizuri kiasi kwamba hata kufanya matukio ya nje nini inakuwa ni kwa wengi, na ukizingatia kwamba watoto wetu hawa shughuli zao au mambo yao ni mambo ya nje, yani si ndani ya kanisa. Sasa bali ni mambo ya Kristo, na tukakwenda kuwatembelea ni watu wenye mahitaji mbalimbali nje, kwenda kuona wanyama. Hivyo anayesafiri au kufanya kazi yoyote ile inayochochana avae sare. Na nashukuru pia mwalimu Kadogo alikusema pia swala la bima ni swali muhimu sana kwa usalama wa mtoto, si mtoto hata kanisa kwa ujumla, kwa sababu mtu akipata majanga basi inakuwa nini, inakuwa ni changamoto kwa upande mwingine pia. Kwa hiyo nipende kutoa wito na bariki pale mdau na kutoka nini kipato kwa ajili ya kuwashonea watoto wetu nini sare. Basi Bwana awabariki sana. Amina. Basi tusubiri kwa kuomba. Baba yetu Mwenyezi, kupitia mahali pake mbinguni, tunasema asante kwa upendo wako. Tunasema asante kwa ulinzi wako toka asubuhi, na sasa ni saa haya Jehova umekuwa pamoja nasi. Ulitupatia Roho Mtakatifu ambaye tuko naye mpaka sasa hivi anatuongoza kuyafanya yale mema ambayo mbingu imetuagiza. Tunaomba ukae pamoja nasi, Roho Mtakatifu akapate kutuongoza sahihi, lakini pia akapate kutukumbusha kuyafanya yale yaliyo mema, ili tukaweze kuwapendeza wanadamu, lakini pia zaidi kwa yote tukaweze kupendeza wewe Bwana wetu mkuu. Ndilo tukiomba kwa jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen.